Karibu tena katika chaneli yetu ya Hastenic Production. Usisahau kusubscribe kwa simulizi kali kama hizi hapa. Usiku wa kafara. Nilikuwa kijana wa kawaida tu nikiishi na familia yangu ya mke wangu na watoto wawili, Neema na Baraka Ainta. Tulikuwa na maisha ya kawaida, tulicheka, tulilia pamoja na hata tulilala chumba kimoja nyakati za mvua iliponyesha kwa fujo. Lakini yote hayo yalibadilika mwaka mmoja uliopita nilipopata kile wengi huita ndoto ya maisha, nafasi ya juu kabisa serikalini, mkurugenzi mkuu wa shirika la siri la kiusalama, ngome ya taifa. Walinipa cheo hicho usiku wa manane. Wakanichukua na gari nyeusi yenye vioo vya giza. Wakanipeleka eneo nililojulishwa baadaye kuwa ni ngazi 13, sehemu ambayo haipo kwenye ramani yoyote ya serikali. Tulishuka kwenye lifti kwa dakika 10 chini ardhini. Mlango ulipofunguka, nilihisi baridi ya ajabu, si ya kawaida, baridi ya rohoni. Mwenyekiti wa kikao alikuwa mzee aliyevaa suti ya buluu ya kung'aa na miwani yenye fremu ya dhahabu. Uso wake haukuwa na tabasamu wala hasira. Aliniangalia kwa sekunde 5 na kusema kwa sauti isiyo na hisia, "Una hakika uko tayari kwa nguvu hizi? Tunahitaji kafara. Kazi hii si ya mwanadamu wa kawaida." Nikiwa bado na mshangao, nikajibu, "Niko tayari. Nitafanya chochote kwa ajili ya nchi hii na familia yangu." Akanitazama kwa sekunde chache, kisha akasema maneno ambayo sitasahau kamwe, mstari wa, "Kwa ajili ya nchi, familia yako lazima ipotee. Huwezi kuwa na vyote." Nilidhani alikuwa anatania. Nilidhani ni kama aina ya mtihani wa kisaikolojia. Lakini kabla sijasema chochote, akaweka mkono wake juu ya meza. Akasoma kitu kwa lugha ya ajabu, lugha ambayo haipo duniani. Ghafla taa zikaangaza nyekundu na niliona uso wa mke wangu ukitokea ukutani, akilia, "Usinifanye hivi." Aliomboleza kwa sauti ya kutetemesha moyo. Nikajaribu kupinga, nikasimama, lakini walinzi wawili waliokuwa nyuma yangu walinishika mabega. Waliniweka chini ya mwanga mwekundu. Nikasikia sauti ya Neema akipiga kelele, "Baba, baba." Machozi yalinitoka, lakini nilikuwa tayari nimetoa uamuzi. Kitu ndani yangu kilinivuta, tamaa ya nguvu, heshima, mamlaka. Sikutamka tena. Nilisimama kimya. Siku iliyofuata nilirudi nyumbani. Nyumba ilikuwa tupu. Hapakuwa na dalili yoyote ya vurugu. Hapakuwa na damu. Hapakuwa na harufu. Utupu. Kama hawajawahi kuwepo. Niliwauliza majirani. Wakasema hawajawahi kuona familia yangu. Nilipowapeleka polisi, walicheka. Waliniambia, "Bwana mkubwa, unaonekana umechoka. Unaishi peke yako." Nilianza kukosa usingizi. Kila usiku nilikuwa naota nikiwa mezani, familia yangu ikiwa imefungwa minyororo, macho yao yakinitazama kwa huzuni. Niliposhtuka, jasho lilinimwagika mwili mzima. Wakati mwingine, nilisikia sauti ya Baraka akisema, "Baba, kwa nini?" Nilikimbilia hospitali ya akili, lakini kila daktari aliniambia mimi ni mzima, lakini sikuwa. Nilianza kuona vitu visivyoelezeka, milango ikijifungua yenyewe, televisheni ikicheza video ya familia yangu iliyopotea, hata wakati haijaunganishwa umeme. Siku moja, nikakutana na mlinzi wa zamani wa ngazi 13. Alikuwa amejificha katika kijiji cha mbali. Aliniambia, "Tuliochagua kazi hiyo hatuna msamaha. Familia zako huchukuliwa kwenye ulimwengu huu na kuwekwa kwenye kifungo cha milele mahali pasipo na muda. Wewe ulibadili damu yao kwa heshima." Nikamuuliza, "Naweza kuwatoa?" Akacheka kwa uchungu, "Unaweza, lakini utalipa kwa damu yako, na si tu ya kawaida, bali damu ya heshima uliyopata." Leo hii naandika hii simulizi kama maonyo. Cheo changu bado kipo, lakini siwezi tena kulala. Nyumba yangu ni ya kifahari, lakini ni kaburi. Ninasafiri kila wiki hadi maeneo ya giza kutafuta mlango wa kurudi, lakini hautokei. Usikubali kupanda ngazi yenye kung'aa ikiwa gharama yake ni wapendwa wako. Maana unaweza kufika kileleni, lakini kwa upweke wa milele. Tafadhali mpenzi mtazamaji wetu wa channel ya Hastenic Production, usisahau kusubscribe ili uwepo nasi kila tunapotoa simulizi mpya. Za kufundisha kwa rika zote. Karibu jiunge nasi tuwe wote. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare pamoja nasi. Hastenic Production.